Naam, asante na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuendelee kusikiliza na kuangalia yale ambayo yanaendelea ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Asubuhi ya leo majira ya saa 3 asubuhi, Tundu Lissu anafikishwa mahakamani Dar es Salaam chini ya ulinzi mkali, huku maaskari zaidi ya 16 wakionekana kumsindikiza hadi ndani ya chumba cha mahakama. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kujuze yale ambayo yanajiri sasa hivi ndani ya chumba hicho cha mahakama. Kikao cha mahakama kinaendelea tena kuanzia saa 3:30 asubuhi ya leo. Mheshimiwa Tundu Lissu anaonekana akiingia mahakamani akiwa amevalia mavazi meusi ya kivita. Tangazo la mahakama kuu linasikika kwa sauti kubwa na kusababisha kila mtu kusimama. Salamu fupi zilizoelekezwa kwa mwenyekiti hupungua haraka huku utaratibu ukirejeshwa. Majaji wanachukua viti vyao na kuanza kuandika maelezo. Anga ni kubwa na makini, na viongozi tofauti wa Chadema na watu wengine tayari wamefika ndani ya chumba cha mahakama kusikiliza awamu ya leo ya kesi hiyo. Wakili wa serikali mwandamizi Renatus Mkude anainuka na kujitambulisha. Anathibitisha yupo na ajuaye Katuga, Ignas, Cuthbert na Winiwa. Anasema kuwa wote wanawakilisha jamhuri na mshtakiwa yupo mahakamani. Anaarifu benchi kwamba wako tayari kuendelea na kikao cha leo. Anaongeza kuwa shahidi anayefahamika kwa jina la siri P6 yupo pia mahakamani chini ya mshtakiwa kuthibitisha kuwa yuko tayari. Mheshimiwa Tundu Lissu anaulizwa iwapo yuko tayari kuendelea. Anajibu kwa utulivu kwamba yuko tayari. Kisha Jaji Ndunguru anaagiza kwamba shahidi huyo aletwe mbele katika kizimba hicho. Mwendo unaonekana karibu na eneo la mashahidi. Mlango wa sanduku la ushahidi la siri unafunguka. Ingawa shahidi amebakia kufichwa ndani ya kizimba kilichozibwa, machoni pa umma hawawezi kumwona. Hata hivyo, shahidi aliyefichwa anasindikizwa ndani ya sanduku hilo mara moja. Waangalizi wanaweza tu kuona milango ikifunguka na kufungwa, lakini hawamuoni shahidi. Kuna uvumi kuhusu kama amekingwa kikamilifu na asionekane. Waamuzi wanazingatia mbele. Karani anajiandaa kwa usimamizi wa kiapo. Shahidi anaulizwa umri wake. Anajibu kuwa ana miaka 24. Anasema kwamba yeye ni Mkristo. Anaapishwa ipasavyo. Waamuzi wanathibitisha kwamba anaelewa kiapo. Jaji Ndunguru anauliza nani ataongoza shahidi. Majibu ni kwamba wakili wa serikali Cuthbert Mbiringe atafanya uchunguzi huo. Wakili Mbiringe anaanza kwa kuuliza kama shahidi anaweza kumsikia vyema. Shahidi anajibu anathibitisha kwamba anaweza kusikia. Maswali huanza rasmi. Shahidi anaulizwa anaishi wapi. Anaeleza kuwa anatokea Songea mkoani Ruvuma. Anaeleza kuwa anafanya kazi kama afisa uchukuzi, haswa waendesha bodaboda. Anasema biashara yake anaifanyia Songea. Toni yake ni ujasiri na muundo isiyo na woga. Anasema Oktoba mwaka 2024 alianza kushiriki siasa za Chadema. Mwendesha mashtaka anauliza jinsi alivyoshiriki. Shahidi huyo anasema alihudhuria mikutano ya hadhara na kuwafuata viongozi mbalimbali wa chama. Anaeleza kuwa alikuja kumfahamu Mheshimiwa Tundu Lissu na viongozi wengine mjini Songea. Anazungumza kwa uwazi na kwa udhabiti. Anaombwa kutaja baadhi ya viongozi aliokuwa akiwafahamu. Anamtaja katibu wa vijana mjini Songea. Anasema mtu huyo alijulikana kwa jina la Chiza, ambaye pia anajulikana kwa jina la Mwamba wa Kigoma. Koti ama mahakama inarekodi jina la utani kwa uangalifu. Mwendesha mashtaka anaendelea kwa mpangilio. Shahidi huyo anaulizwa anakumbuka nini kuhusu Januari mwaka 2025. Anaeleza kuwa alijishughulisha zaidi na shughuli za Chadema na kuendeleza nia ya wanachama rasmi. Anasema alienda kwa kiongozi wa vijana Chiza kueleza nia yake kujiunga na chama hicho Chadema. Anasema ombi lake lilikaribishwa. Anaonekana ametunga. Anaeleza kuwa alishauriwa kupata kadi ya wanachama wa chama. Anasema aliambiwa asubuhi kwa sababu mashine ya kadi iliripotiwa kutofanya kazi. Anaongeza kuwa aliendelea kushiriki katika shughuli za chama wakati huo huo. Anaeleza shughuli hizi kwa ufupi. Mahakama inasikiliza kwa makini huku ukimya ukitawala. Mwendesha mashtaka anauliza ni aina gani ya shughuli alizofanya.
Shahidi huyo anaeleza kuwa waendesha bodaboda mara nyingi hushiriki katika msafara wa chama. Anasema wangebeba bendera za chama wakati wa mikutano. Anathibitisha kuwa alihusika katika misafara hiyo. Akaunti yake inabaki kuwa ya kina. Baadhi ya waangalizi huchukua maelezo. Kisha anaulizwa kuhusu Aprili tarehe 4 mwaka 2025. Anasema kwamba siku hiyo alikuwa mahali pake pa kazi. Anasema alikuwa na simu yake ya mkononi ya Infinix Smart 8. Anaeleza kuwa alikuwa akijivinjari YouTube wakati huo. Mwendesha mashtaka anamuomba afafanue YouTube ni nini. Shahidi anaeleza YouTube kama jukwaa la mitandao ya kijamii ambalo huruhusu watumiaji kupakia video, sauti na maudhui mengine. Anasema aliingia mtandaoni kupitia simu yake. Anaeleza kuwa alitumia Google kuingia YouTube. Maelezo yake ni ya kina isivyo kawaida. Baadhi katika chumba cha mahakama wakitazamana. Anasema kuwa alifikia akaunti ya Jambo TV mtandaoni. Anasema alitazama na kusikiliza hotuba ya mwenyekiti wa Chadema ndani ya akaunti ya Jambo TV. Anaeleza mwenyekiti akihutubia umati hadharani. Anasema mwenyekiti huyo alieleza kuwa bila mageuzi hakutakuwa na uchaguzi. Aidha alisema watavuruga mchakato. Aidha anadai mwenyekiti alisema watavuruga mchakato wa uchaguzi. Anaendelea kueleza kuwa mwenyekiti huyo inadaiwa alisema watavuruga uchaguzi huo na wanaowaunga mkono watahama kwa pamoja. Anadai hotuba hiyo ilipendekeza kwamba yeyote anayetarajia kugombea asahau kuihusu. Anasema ujumbe huo ulisisitiza kuwa bila mageuzi hakutakuwa na uchaguzi. Anarudia kwamba neno usumbufu lilitumika. Mwendesha mashtaka anauliza ikiwa kuna jambo lingine lililosemwa. Shahidi huyo anasema mwenyekiti pia alitaja hata kugombea kwake wenyekiti kusahaulika kwa masharti hayo. Anarudia kusema kuwa bila mageuzi kusingekuwa na uchaguzi wowote. Kisha anaongeza kuwa mwenyekiti huyo anadaiwa kukiri kuwa wengine wangeita uasi. Anasema mwenyekiti inadaiwa alikubali kuwa itakuwa sawa na uasi ikiwa mageuzi hayatatekelezwa. Mtazamaji, hii ni sehemu ya kwanza ya kikao cha leo ndani ya chumba cha mahakama katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu, na tutakuwa tunakuandalia kila sehemu ya dakika 8 ya yale ambayo yanajiri, na sasa hivi nitarejelea kusikiliza kile ambacho kinaendelea ndani ya mahakama, alafu nitarejea tena kukujuza muendelezo wa nini kilitokea baada ya hapo tulipoachia shahidi huyo akiulizwa maswali. Kumbuka kulike video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo utakuwa unapata ujumbe kwenye simu yako kila wakati tutakuletea matokeo zaidi ya yale ambayo yanaendelea leo ndani ya mahakama huko Dar es Salaam katika kesi hii ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika taarifa zetu zingine.